Mtazamaji wa online ya Biomedia, karibu tena tuangazie habari katika uwanda wa matukio ya kisiasa, na hii leo tunaarifiwa kwamba John Heche amefichua siri nzito, ofa ya Tundu Lissu kutoka gerezani, lakini Mange ameunga mkono na kupongeza. Sasa mambo yamekaa vipi? Endelea kustay hapo mpaka tamati ili tuweze kufahamu nini ambacho kimejiri katika habari za siasa. Ni siku moja kabla ya serikali kutangaza kusitishwa kwa mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa, viongozi wa chama cha Chadema walitumia jukwaa la mkutano wa hadhara uliofanyika mkoani Katavi kutoa ujumbe mzito kuhusu mwenendo wa siasa nchini, hatima ya mwenyekiti wao na kile walichokiita mapambano ya haki na demokrasia. Mkutano huo ulikuwa sehemu ya kampeni za chama ambazo zinajumuisha ajenda ya katiba mpya na kampeni ya Free Tundu Lissu. Aligeuka kwa jukwaa la kauli kali, hisia na wito wa mshikamano wa kisiasa. Akizungumza mbele ya wananchi, makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema Bara John Heche aliweza kutoa madai mazito kuhusu mwenyekiti wa chama hicho Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, ambako nikimnukuu anasema Mheshimiwa Tundu Lissu amepata ofa kwamba akubali kutolewa gerezani, apewe fedha, aache siasa. Akasema nitafia kwa watu wangu. Alinukuliwa John Heche akizungumza katika mkutano wa hadhara huko mkoani Katavi. Kauli hiyo ilipokelewa kwa shangwe na sehemu ya waliohudhuria mkutano huo, huku ikijengwa kama simulizi za kujitoa kwa ajili ya misingi ya kisiasa na imani ya chama hicho. Hata hivyo, madai hayo kuhusu kuwepo kwa ofa ya fedha hayakuweza kuthibitishwa kwa njia huru wakati wa kuandaa taarifa hii, na hakuna tamko rasmi kutoka mamlaka husika lililopatikana kuthibitisha au kukanusha madai hayo yaliyotolewa na John Heche. Lakini katika miezi hivi karibuni, Chadema imeendelea kusitiza hadharani msimamo wake wa kutaka kuachiliwa kwa Lissu na kuharakishwa kwa taratibu za kisheria ambazo zinamkabili, huku viongozi wake wakieleza kuwa suala hilo limekuwa sehemu kuu ya ajenda ya kisiasa pamoja na ya chama. Lakini kwa upande wa kwake, mkurugenzi wa habari na mawasiliano wa Chadema Brenda Rupia alitoa kauli iliyoonyesha msimamo wa chama kuhusu swala hilo. Na yeye alisema kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu tutamtoa, watake wasitake, wasipomtoa wao tutamtoa sisi, Brenda Rupia alinukuliwa akizungumza. Kauli hiyo ilionekana kubeba ujumbe wa kisiasa wa kuendelea kushinikiza kupitia njia ambazo chama kinaona zinafaa ndani ya mapambano yake ya kisiasa. Lakini kwa upande wa mwenyekiti wa Chadema Zanzibar Said Mzee Saidi alieleza ujumbe wake kwenye kumbukumbu ya matukio ya kisiasa ya mwaka uliopita na haja ya mshikamano wa wananchi. Anasema yaliyotokea tarehe 29 Oktoba 2025 iwe chachu ya kutuunganisha na kudai haki katika nchi yetu kwa kudai haki ya damu za ndugu zetu zilizomwagika. Ni Said Mzee Saidi kutoka kule visiwani Zanzibar. Lakini katika hotuba hiyo, viongozi wa chama walisitiza hoja ya kwamba matukio ya nyuma yasitumike kuongeza mgawanyiko, bali kuwa msingi wa mijadala kuhusu haki, uwajibikaji na mustakabali wa demokrasia nchini. Na mwenyekiti wa BAWACHA Taifa Sharifu Suleiman na aliweza kutoa kauli iliyobeba msukumo wa kisiasa na kiharakati, akisema haki haiombwi, haki hutafutwa. Sharifa Suleimani alizungumza. Kauli hiyo pia ilijenga ujumbe wa kuhamasisha ushiriki wa wananchi katika masuala ya kiraia na kisiasa kwa mujibu wa sheria na njia za amani. Mkutano wa Katavi umebaki kuwa miongoni mwa mikutano ambayo ilivutia hisia kutokana na kufanyika kipindi ambacho mjadala kuhusu mikutano ya kisiasa, haki za kisiasa na nafasi ya upinzani nchini ulikuwa umechukua uzito mkubwa sana. Lakini kwa sasa mikutano hiyo tunaona imepigwa stop. Tunaendelea kusubiri kuona ni lini itaruhusiwa, lakini kwa sasa hairuhusiwi na mambo kama hayo. Ukiwa na maoni yako kupitia Biomedia channel unaweza kuiandika moja kwa moja, wakati mwingine tutaweza kuangazia. Uwe na wakati mwema. Jina langu ni Official Rosdy. Bye bye.